عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Tunamshukuru Allah, tunamsifu Allah kwa mapenzi yake ametuumba kwa lengo moja tu kumwabudu. Ametuumba kwa kumwabudu, tumwabudu tu. Na kumwabudu akatangazia Allah subhanahu wa ta'ala akasema, a'udhu billahi minash shaitani rrajim, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na wanadamu kwa shughuli nyingine yote ila nimewaumba waniabudu tu. Na mafuhumu ya kuabudu hapo manake ni utumishi moja kwa moja bila ya kujadili. Utumishi tu, cha msingi ujue ameamrisha hivi Allah, ndiyo. Amekataza hivi Allah, ndiyo. Hakuna kujadili. Ukianza kujadili kutafuta kwa nini, halafu ukaja ukaona kwa nini ndio utakatekeleza, itakuwa sio ibada tena. Kwa mfano, Allah aliposema msile nguruwe, ikawa kuna mtu anasema sasa kwa nini, wakati tukiziangalia zote nyama tu. Kwa bahati akawa mdadisi, lakini anaendelea kula mpaka siku moja akaona kumbe ndani ya nyama ya nguruwe kuna madhara kweli. Akaogopa yale madhara, akawa sasa hali nguruwe. Pale akiacha kula nguruwe, yeye hamwabudu Allah, yeye ametishwa na madhara yaliyoko pale. Kwa hiyo kumwabudu Allah ni utumishi tu moja kwa moja, kwamba ndiye ameamrisha bila ya kujadili. Ama ukishatumikia baadaye ukagundua kuna hekima fulani, hii nyongeza kwa faida yako. Allah ametaka hivyo kwetu, tumtumikie moja kwa moja bila ya kujadili. Ndugu zangu, na katika kuabudu kwenye huu utumishi wa kumwabudu Allah, ili utimie ule utumishi wenyewe, akaweka Allah mitihani. Ule utumishi ili utimie, akaweka mitihani, iwe ni mitihani. Ndani yake kuna mitihani ya afya na ugonjwa. Yani hali zote hizo wewe utumike, mgonjwa utumike, mzima utumike. Na utumishi mwingine ndani ya afya na ugonjwa, pengine kukubali tunakutokukubali pia ni utumishi. Umeugua, ulipougua umekubali kwamba ni mtihani wa Allah kuugua. Pale ulipokubali, huo ni utumishi, ni ibada hii. Umekataa, haiwezekani bwana, kwa nini mimi? Yani huyo Mungu hakuona wengine ila mimi, tayari umeshafeli mtihani kwenye utumishi wa Allah kwenye hilo. Ndani ya kuabudu kuna mitihani ya afya, ugonjwa, utajiri, kipato yani, na ufukara, kukosa. Ndani ya kupata na kukosa kuna kumtumikia Allah. Unakubali hivi ulivyopangiwa, au kwa kuwa kipato chako kimekuwa kidogo uko tayari hata kudhulumu ili kiwe kikubwa? Hapo mtihani uko hapo. Yaani kukubali
ni kufuata taratibu zile zile anazotaka Allah, hata kama kinakuja kidogo kidogo. Lakini ukibadilishiwa kidogo, ukiambiwa lakini ukifanya hiyo unaweza ukapata kipato haraka haraka, lakini dhulma, ukifanya hiyo utumishi umeshafeli. Ndani ya kuwa mke au kuwa mume ni mitihani ndani ya utumishi huo wa Allah, ibada hiyo. Mke au mume, we ni mke basi kuna taratibu za kumwabudu Mungu ndani ya kuwa we ni mke. Wewe ni mume, ndiyo kuna taratibu za kumwabudu Mungu ndani ya kuwa ni mume, na mna mitihani yake kuonyesha utafaulu wa mtihani au utafeli. Kuwa na ndugu, una ndugu zako, unawakubali ndugu au utawakataa kwa sababu ya kuona kwamba wataniharibia dili fulani. Ukiwakataa umefeli mtihani. Umewakubali ndugu, umekwenda nao, unaungana nao, umo ndani ya mtihani kumtumikia Allah, kumwabudu. Kuwa na baba au mama, ili kuwa una baba yako na mama yako, manake wazazi, kuishi nao kama anavyotaka Allah, ndio ibada yenyewe hiyo. Ukiona wameshakuwa wazee wananisumbua sumbua bwana, niwapeleke kwenye kituo cha wazee, umefeli mtihani wa kumwabudu Allah. Allah alitaka umwabudu kupitia baba na mama. Una watoto, kuwa na watoto nao ni mtihani wa kufikia hiyo ibada yako vizuri ya kumwabudu Allah. Ukaona watoto wanakusumbua ukawatelekeza, umefeli mtihani wa kumwabudu Allah. Mwingine akaona watoto wamekuwa wengi, sasa anatoa mimba, anamwambia mkewe, mimba hii itoe bwana, vitoto unazaliana kama panya bwana. Namna gani bwana? Hataki tena mimba ziwepo. Ni mke na mume, lakini hataki tena mimba, amechoka. Anasema wanazuia riziki hawa bwana, wakati Allah anasema wanaongeza. Allah anasema nahnu narzuqukum wa iyyahum. Mbona kazi? Tunakuruzuku nyinyi na wao, na pengine kuwepo kwao riziki yako iongezeke. Wewe unasema wanazuia riziki, kwa hiyo mimba ikiingia kwa mke toa. Amefeli mtu hapo kumwabudu Mungu. Kwa hiyo kuwa na watoto vile vile ni taratibu za kupitia hiyo ibada. Ala kulli hal wa hakadha dunya amalun mustamir. Dunia iko hivyo, yani kazi tu duniani, kazi tu. Ufanye kazi kama anavyotaka Allah, umo ndani ya ibada. Na ukizifanya kazi hizo hizo sana, sio kama anavyotaka Allah, wewe huabudu Mungu, unaabudu nafsi yako. Tuko pamoja jamani? Naam. Kwa hiyo hii dunia yote kwa ujumla Allah ametaka tuwe tunamtumikia Allah. Ndio maana akasema wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Si vingine, nimewaumba waniabudu tu, hakuna vingine. Utumishi masaa yote. Dunia ni amal mustamir, kazi mfululizo, na akhera ni nyumba ya malipo na mapumziko baada ya kufanya kazi hizi. Kazi mfululizo. Tuwe makini sana na kazi zetu tulizopangiwa na Allah, tuzifanye vizuri. Tusizifanye tunavyotaka sisi, tufanye anavyotaka yeye. Hapo tutakuwa tunaabudu. Ndugu zangu, ninapopiga hii mifano ya ibada kwamba ni masaa yote, hata ukiwa usingizini unaweza ukawa unaabudu. Vijana pengine wanaweza akasema rufi alqalam, kalamu imenyanyuliwa kwa aliyelala. Ni kweli imenyanyuliwa kwa aliyelala. Imenyanyuliwa vipi na kuna wakati gani utakuwa wewe ndani ya usingizi lakini unamwabudu Allah? Sawa? Imenyanyuliwa kalamu kwa aliyelala kwenye mambo yanayojitokeza usingizini ya kukosea, mle usingizini. Kwa mfano usingizini mtu si anaweza kuota, akaota jambo lolote hata sio la sahihi. Ni kweli si kweli? Hana kosa kwenye hilo, si kosa lake. Na anaweza kuwa amelala, time ya swala ikapita, hana dhambi kwenye hilo. Time imepita, alikuwa usingizi umemchukua. Sio uandai kusudi ule usingizi.
ameandaa mazingira yote ya kuamka, lakini ukamchukua hivyo usingizi, hana dhambi kwenye hilo, kalamu imenyanyuliwa. Lakini kama ameandaa mwenyewe yale makosa mpaka anakwenda kulala nayo, kalamu haitonyanyuliwa. Nikupeni mfano hai kwenye hilo. Mtu mmoja hana ndoa, kwa hiyo ni watu wawili watakuwa hawana ndoa, mke na mume, mwanamke na mwanamume hawana ndoa, wanaishi tu. Sasa kwenye kuishi kwao wakiwa macho wanamwasi Allah, hawamwasi. Sasa wamekwenda kupata usingizi kwenye nyumba yao ambao pia hawana ndoa vile vile, tangu wanaandaa kitanda kulala, si wanaandaa ili wamwasi, sio? Basi watamwasi Allah mpaka watapata usingizi, wamo ndani ya maasiya, kalamu haijanyanyuka. Au utamsingizia huyu, kalamu pale imeinuka, amelala na mwanamke sio wake na yule amelala na mwanamume sio wake, kalamu imeinuka kweli? Haijainuka, kwa sababu amelala. Na mtu mwingine yuko na mke na mume, ni mke na mume, wana ndoa, maisha yao yote ya mchana wamo ndani ya ibada, hawamo ndani ya ibada kwa kuwa wana ndoa. Wakiingia kulala, wakinaandaliwa kitanda wanalala, tangu wako macho wako kwenye ndoa, kwenye ibada, mpaka wanafumba macho, bismikallahumma amutu wa ahya. Allah, wamo ndani ya ibada mpaka wamelala. Kwa hiyo ni amalun mustamir, kazi mfululizo. Akhera ndio nyumba ya malipo na kupumzika. Sasa tuifanye kazi ipasavyo, ndio tulioumbiwa. Imekaa vizuri hapo? Tunamshukuru Allah kwenye hizi kazi, hakutuacha holela, akatupa utaratibu. Na ukiuvunja utaratibu, umemnywesha ng'ombe diesel, atakufa tu. Ukiuvunja utaratibu, trekta umelijaza mapumba, litaharibika tu, badala ya kuliweka diesel litaharibika. Sawa, lazima tufuate utaratibu. Ndugu zangu, mara kwa mara huwa nasema msemo huu, na leo ndo nitakaoanzia vile vile somo langu. Nasema tunawajibika tuthibitishe kuwa tupo, ili tuweze kuacha athari. Tusipothibitisha kuwa tupo, wenzetu wanathibitisha wapo. Ni nani ataacha athari? Ni wewe uliyekaa au anayethibitisha yupo? Nani ataacha athari? Au sivyo? Au msemo ueleweki? Wewe lazima uthibitishe upo. Unatembea, unaacha athari zako za kutembea, unaacha nyayo zako unamopita mle. Amepita fulani hapa. Hizo athari hizo ndio zinazotakiwa. Lakini umekweteka tu, wenzako wanapita pita mle, nyayo zitaonekana za kwao. Amepita nani hapa jana? Kapita fulani. Ameacha mzigo hapo. Mzigo gani? Ngoma. Watu wanacheza ngoma aliyoiacha. Wewe umekaa, ungepita na ukasema hii ngoma haifai, watu wakaiacha. Nani atakuwa ameacha athari? Wewe, ama sivyo? Ewa, lazima tuthibitishe kuwa tupo. Tusipothibitisha kuwa tupo, wengine wanathibitisha wapo. Nani ataacha athari zake? Tuthibitishe jamani, kila mmoja athibitishe yupo. Nyumbani kwako thibitisha kuwa upo, ili wale wadogo wakuone upo. Ama sivyo? Umechukua maji unakunywa, yalikuwa yako upande wa kushoto. Unajua katika tamaduni za watu wanakuwekea chakula na nini, basi glasi ya maji imewekwa huku kushoto, kwa kisingizio tu kwamba unajua ukiwa unakula halafu ukishika glasi hivi itachafuka. Kwani ile glasi hata usipoishika kwa nani, kwa mkono huo chakula, haitooshwa tena baada ya wewe kuitumia? Sasa shida iko wapi? Kumbe ukiishika hivi na chakula itaoshwa, ukiishika hivi bila chakula pia itaoshwa. Sasa wewe kama imewekwa huku, wakati wa kunywa ichukue vile vile kwa mkono wa kulia kunywa. Ukiwa huku hakuna nafasi, iweke hivyo hivyo, lakini wakati wa kunywa kwa mkono wa kulia. Wamejiwekea visingizio bwana, inawekwa huko, hiyo mtu anapiga huku na huku. Nini? Na unakula kwa mikono yote. Thibitisha kuwa upo. Ndugu zangu, sasa tuanze somo letu. Baada ya utangulizi huu, somo letu linasema hivi: ni wakati gani utapumzika wewe na shida hizi za dunia? Dunia imejaa ni mtihani, si ndio? Sasa mtihani ili wewe unafanya na huko umepumzika, ni wakati gani utaufanya? Amalun mustamir, lakini uwe unafanya na nafsi yako imepumzika,
imekubali. Wakati gani? Maana kuna wakati mtu anaweza kuwa amekaa, lakini pamoja na kwamba amekaa hajapumzika, anakereka kweli. Sasa amepumzika. Kuna mtu anakuwa mgonjwa, pengine anakwenda kwa daktari, amempima. Alipompima akamwambia, baada ya maswali mengi akamwambia, wewe huna shida yote hapa nitakupa dawa ya kupunguza maumivu, lakini wewe unahitaji kupumzika. Nipumzike? Mimi sinapumzika nyumbani. Ambia hapana, ulipokaa mazingira, wewe unafanya kazi mpaka kichwa chako, hata usingizini bado unafanya kazi wewe. Sasa safiri kidogo, hebu nenda mbuga ya wanyama kidogo kapumzike. Basi mtu wa namna hii mnaweza mkamchukua mkampeleka mbugani, anamuona simba pale, lakini yeye yuko na mambo yake aliyoacha kule nyumbani, anamsumbua akili, haoni kitu. Vipi bwana, mbona huko? Bwana nilikuwa niko mbali. Hujamuona yule simba? Nimemuona, lakini kama vile simuoni. Hajapumzika. Sasa ni wakati gani ili uwe unafanya kazi zako lakini umepumzika? Tartaha min anai dunia. Yani unajisikia raha na hiyo kazi unaoifanya. Kuna mtu ni mwalimu, akiingia darasani yuko burudani kweli pale na ile kazi yake. Ndivyo sivyo? Kuna na mwingine anafanya tu, anapitisha siku tu, manake hakuitaka ile kazi. Ndivyo sivyo? Kwa hiyo huyu hajapumzika. Yule mwingine anafanya ndio amepumzika vile. Kama mimi nilipo hapa, mimi na enjoy kweli hapa. Niwaambie ukweli yani. Yaani nikiwa kama hivi hapa naona niko kijiweni kwangu hapa. Raha kweli. Ndio maana tuko pamoja, naona raha. Hapa nimepumzika mimi. Sasa ni wakati gani na wewe upumzike, uwe unafanya kazi zako hizi ambazo ni ibada zote, lakini umepumzika, uko na raha yani kwenye kazi yako? Jamani, siku nyingine si unasikia polisi wanakula rushwa. Ukiona polisi mpenda rushwa, ujue ile kazi hakuipenda, kaingia kazini baada ya kukosa kazi. Polisi, askari yani wana usalama, walikuwa ni watu ukiwaona wewe ujue kwamba nimepata amani hapa, si ndio? Lakini kama ukimwona askari sasa unastuka, taabu sasa hii. Ujue askari huyu kazi huyu kaingia kwa sababu ya kukosa kazi tu. Anatisha watu ili apate pesa, wakati watu walikuwa wanatakiwa wapate amani wakimwona yeye, ama sivyo? Ndio kazi yake iko hivyo. Au askari amepewa kifaa kwa mfano cha kukagua gari inayokwenda kasi, ilikuwa yeye sio ajifiche kwenye nani mpaka umwe na nyoka kule. Ameonekana bana, mwendo ulikuwa mkubwa huo. Sawa, unakwenda yani lengo lake kudhibiti watu wasifanye hivyo. Lakini kama anamweka mtu mwingine kwa mfano, hata hakuvaa nguo za askari, amejificha huko, alafu yule ndo atoe taarifa, hii mambo gani? Inaonekana huyu jamaa hii kazi hakuitaka, huyu amekosa kazi, kwa hiyo akaingia kwenye kazi. Sasa hana raha kwenye hiyo kazi. Sasa ni wakati gani utazifanya kazi zako alizokupangia Allah na huku wewe umepumzika? Sikiliza. Ni wakati utakapoamua kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukishaamua hivyo kila kitu kwamba qaidu wangu, kiongozi wangu ni Mtume Muhammad, wewe utapumzika sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Yani utapumzika. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi anayosimulia Jabir bin Abdullah al-Ansari anasema, Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema hivi, inna Allaha lam yab'athni mu'annitan wala muta'annitan, Allah hakunituma mimi niwatie watu uzito, niwabebeshe wasioyaweza, niwape kazi ngumu hawaiwezi, wala hakunituma vile vile kuwasababishia watu kuingia katika makosa na dhambi. Vitu viwili mbalimbali. Kumbebesha mtu mzigo asiyoweza, hakutumwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wala kumsababishia kwa namna yote ile akosee, ateleze. Hii ya pili itabidi nipigie mfano ikae vizuri. Kumbebesha kazi nzito sinajulikana, amempa amali ngumu haiwezi, Mtume hafanyi hivyo. Siku zote alikuwa anawafundisha watu vitu mpaka akasema, inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalaba, hakika dini ni nyepesi, hatoitia uzito mtu ile itamshinda ukiitia uzito mwenyewe. Sasa Mtume hakutufundisha mambo kwa uzito ya tushinde.
Je, kumsababishia mtu kukosea kama hivi? Labda nikipiga mfano utakaa sawa. Siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa itikafu. Alipokuwa kwenye itikafu, mke wake mmoja, mama yetu, amekwenda kumtembelea, anaitwa Safia. Alipokwenda kumtembelea, ikawa imefika time ya magharibi, ile imekwisha. Mtume akataka kumsindikiza kidogo, yumo kwenye itikafu, yameamua itikafu. Sasa akaona amtoe kidogo amsindikize, na miji ikiwa iko giza kidogo kama Madina za siku hizo, si mtu huwezi kumuona mpaka umfikie karibu kumjua vizuri, sio? Wakati Mtume anamsindikiza yule mama, kuna maswahaba wawili wametokea wanakuja upande ule. Kimo cha Mtume wakakitambua, ile figa yake wakaitambua, ya yule mwanamke hawakuitambua. Kwa hiyo wakaongeza mwendo walipomuona. Mtume akamwambia, ala rislikuma, tembeeni pole pole, innaha Safia binti Huyai. Tena akaongeza kutia mkazo, huyu niliye naye ni Safia huyu. Ya Rasulullah, kwani kuna tatizo gani? Sisi hatuna. Akamwambia hivi, akamwambia maneno haya inna shaitana yajri min al-insani majra ad-dam, hakika shetani huwa anatembea kwenye mwili wa mwanadamu kama vile mapito ya damu. Sasa kwa kuwa anatembea hivyo, asije akakuingizieni matatizo bure, au naogopa asije akakuingizieni shari kwenye nafsi zenu au kitu kingine. Sawa sawa, asije akaingiza shari. Yani Mtume imebidi aseme tena kwa kusisitiza, Safia huyu, ili nyinyi msije mkawaza kitu kibaya. Kwa hiyo Mtume hakutumwa hata kumsababishia mtu kuteleza. Maona, akigundua kitu hiki kitamsababishia huyu matatizo, anakifuta. Tuko vizuri? Alikuwa anawajali watu, anawafikiria wasiingie matatizoni kwa namna yoyote. Kwa hiyo anasema, sikutumwa mimi kumtia mtu uzito, shida kabisa, nikampa kazi ngumu, wala sikutumwa vile vile kumsababishia mtu ateleze. Hapana. Je, ya Rasulullah, umetumwa ni nani? Akasema hivi, lakini Allah ba'athani mualliman muyassira, lakini Allah amenituma mimi ni mwalimu tena mfikishaji kwa wepesi. Mwalimu mwenyewe taratibu vizuri. Hivi ndivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyotumwa, mwalimu mwenyewe tena mfundishaji kwa njia nyepesi. Sasa kama tukishamfuata mwalimu huyu, hatutopumzika jamani? Formula zote tutazijua, tutapata shida. Kwa hiyo utakapoamua kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, utamwabudu Allah huku ukiwa murtahan nafsi yako imepoa. Ndio maana ya kupumzika. Usije ukasema mbona maneno yako yanagongana, umetuambia duniani kazi mfululizo, lakini akhera ndio mapumziko. Sasa hapa kwenye kazi unasema kupumzika. Manake kazi yenyewe unaifanya huku umeridhika nayo, nafsi yako imepoa, unakwenda na kazi yako iliyo nyepesi mbele yako, uioni nzito. Tuko vizuri? Naam. Sasa tumwangalie mwalimu huyu ambaye ni mwalimu anayefundisha watu kwa wepesi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anajua tunavyohangaishwa na kutafuta riziki. Akili kwenye riziki utafikiri unaipata kwa ujanja wako. Akatufundisha, ukitaka kutoka nyumbani basi kwenda kutafuta riziki, hebu sema hivi. Akatufundisha tuseme, bismillahi tawakkaltu ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah, natoka kwa jina la Allah, nimetegemeza mambo yangu kwa Allah, hakuna ujanja mimi wa kufanya kitu wala nguvu ila kwa Allah. Unaonaje ukiwa umeegemea ngao hiyo? Halafu Allahumma inni a'udhu bika an adilla, na kuomba Allah unilinde nisipotee, au udalla au kupotezwa, au azilla au kuteleza, au uzalla au kutelezeshwa, au ajhala au mimi kufanya ujinga, au yujhala alaya au kufanyiwa ujinga. Hivi ukitoka namna hiyo kweli hutotoka umepumzika? Umechukua ngao kwa Allah namna hiyo, Allah atakupumzisha.
waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, mwenye kumcha Allah, Allah humpa njia za kupita, ama sivyo? Waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, mwenye kumtegemezea Allah mambo yake, basi Allah anatosha. Ndio maana ya kupumzika. Umemtegemezea Allah, Allah anakupa mapito, unapita hapa, unapita hapa, utelezeshwe. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukiamua kumfuata ambavyo utartah nafsi. Alituongoza hii riziki inayotusumbua, watu wakimaliza kuswali wakaambia katafuteni basi riziki, lakini akatoa mwongozo, fa idha qudhiyatis salatu fantashiru fil ardh, si ndio? Inapomaliza sala, manake swalini kwanza, msiache kuswali, ikimalizika fantashiru fil ardh. Vijana wakaishi hapo tu, wanasema sasa fantashiru bwana, sasa fantashiru kweli, haikukataliwa. Wabtaghu min fadlillah, na mtafute fadhila za Allah, muhangaike. Lakini kuna kitu kimeachwa mwisho, wadhkurullaha kathiran, na mumkumbuke Allah sana wakati mnatafuta, mnamtaja sana wakati mnatafuta, la'allakum tuflihun, hivyo ndio mtafaulu. Sasa unasema fantashiru tupu tu, wadhkurullaha kathiran, imekaa vizuri hiyo? Ukimfuata Mtume utapumzika. Tafuta, lakini mkumbuke Allah ili shetani akimbie. Angalia Mtume huyu hakuacha sehemu, hata tukiingia chooni akajua kwamba ziko nguvu nyingine zinatushinda, hatuzioni, na nguvu hizi zina usumbufu sana. Chukueni kinga kwa Allah mkiingia kule, sawa sawa, msije mkasumbuka. Leo hii ndio tunasumbuliwa na mengi, mpaka watu wanamsahau Mungu, wanakwenda kumtafuta nani sijui ampigie madogori huko atibiwe. Akifika anaambia unasubiani, sijui una hivi. Huyu subiani ulikuwa sijui nani wewe, ulikuwa wewe tayari kila siku ukiingia chooni Mtume ameshakupa njia. Jamani, hawa majini watu wanaoogopa kupitiliza, wala sio viumbe wa kutisha hivyo ukiwa umeelekea kwenye njia sahihi. Nitakupa mfano. Kuna watu wakati mwingine wanatuchezea, sema nyi pale mkiingia kwenye swala mnaambiwa mpange swafu vizuri, msiache mianya. Sawa, sasa mnapokuwa mmeziba manya huku na huku, sasa si atapita katikati huyo shetani, usimeacha mwanya katikati. Hapiti katikati, yeye sio sehemu yake. Wewe umeshaweka ngao pale ulipoambiwa weka, unafikiri shetani atajipitia popote? Mlango wa nyumbani kwako umeingia uko wazi, ukishasema bismillah hawezi kuingia. Na ukiwa umeingia ukaufunga ukusema bismillah, hata kwenye tundu ya ufungua atapita. Sasa vipi? Huoni kama kuna hifadhi maalum? Kuna njia sharti uzifuate hizo. Umeelewa? Jini ana vituko vyake vya ajabu sana. Kama amejitokeza bahati mbaya ukamuona, akija papo akifika ukutani, unaweza ukafikiri amepita hapa kwenye ukuta amekwenda. Sio amepita, amekubabaisha wewe macho yako yasimuone tena. Akishafika hapa ukutani pap, amejigeuza rangi hii. Huyo anapita pale, anakwenda zake kutokea kule kwenye dirisha. Anapita huu ukuta kwa rangi hii. Amekuwa sasa wewe humuoni tena. Pap, amekuwa kama moshi fulani wa rangi hii. Yule anakwenda kutokea kule unasema, amepita ukutani hapa. Au anapanda hivi kwa juu chapo, humuone kwa rangi hiyo, anatoka hapa anakwenda zake. Sasa huyu ana vituko vingi. Njia ya kujikinga wewe ni Allah tu, hakuna vingine. Sasa Mtume amekwisha kufundisha, utapumzika upumzike. Utapumzika, ingia kwa mguu wa kushoto. Halafu useme Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Allah, na kuomba unilinde na mashetani hao wa kike na wa kiume. Sasa Allah atakulinda tayari, umeshachukua kinga. Na hizo lazima tuthibitishe kuwa tupo, tuseme mpaka watoto wetu watusikie saa nyingine. Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Na yeye kwa madrasa amefundishwa, saa nyingine unamwambia, "Mbona unaingia chooni bila kusema dua?" Atakwambia nimesema, hebu sema nisikie. Atasema sasa, akiingia na kusikilizisha, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Unamsi, yes, nimeshaacha athari hapo. Ndivyo sivyo? Na ukitoka, akaagiza Mtume sallallahu alaihi wa sallam, akasema toka kwa mguu wa kulia, useme neno moja, ghufranak.
Nini maana yake? Ghufranak ya Rabbi, msamaha ni wako na kuomba msamaha. Lina hikma gani neno hili la kutokea chooni? Unamwomba Allah msamaha, kwani kule chooni wewe umekosea nini? Kwenda kujisaidia umekosea? Umeingia chooni umekosea kujisaidia? Hujakosea. Yani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatukumbusha kwamba sisi tumeumbwa, tuna maneema kibao tunatembea nayo, lakini tunayasahau. Sasa hata kwenda chooni ni neema, umeisahau. Lakini sasa pale unaposema ghufranak ya Rabbi, na kuomba msamaha, manake na kuomba msamaha kwenye neema hii ambayo huwa ninaisahau, inanikumbusha nina neema ngapi ambazo ninazisahau. Au kwenda chooni sio neema? Neema kwenda chooni jamani, neema sio neema? Hebu wewe ushikwe na haja, alafu mimi nikwambie nitakupa Pepsi kunywa, uache kwenda chooni. Acha kwenda kunywa Pepsi, pumzika. Kama Pepsi uipendi, namwambia nakupa 20,000, acha masuala ya kwenda chooni, achana nayo, chukua 20,000. Unasema chukua 20,000 usiende chooni. Nisiende vipi? Niende baadaye? Acha kwenda chooni, kuna nini? Utaniona chizi. Huyu shekha amechanganyikiwa nini? Yaani anipe hela mimi nisiende chooni, itakuwaje? Neema hiyo haichagui, hiyo haina rais, haina mfalme, lazima aende. Tena hataki ulinzi akienda kule, bodyguard wote anawaacha huko, niacheni niingie huko. Basi tungekutegea kamera basi upate usalama. Hatutaki kamera huko, niacheni peke yangu. Ni neema sio neema? Kwa hiyo unaposema ghufrana ya Rabbi, nisamehe, kumbe mimi nina neema nyingi nazisahau. Hata neema hii pia nisingeijua kuwa ni neema kama Mtume asingekwambia sema ghufranak. Tuko vizuri? Sasa ukiwa umeamua kumfuata Mtume, hutopumzika jamani. Tartah nafs. Hii dunia hii, mfuate Mtume uone upumzike. Utazifanya ibada zile zile huku nafsi imeridhika. Tunapomaliza kula tuseme kwanza, tukila tuanze kusema bismillah, yani nakula kwa jina la Allah. Maanake kuitafuta riziki unakumbushwa si ujanja wako, ni Allah aliyekupangia na ukaipata. Bismillah, nakula kwa jina lake Allah, si ndio? Ukimaliza angalia dua aliyotufundisha Mtume na maneno aliyosema. Mtu akisema alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am wa razaqanihi min ghairi hawli minni wala quwwa, huyu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kama imekushinda yote, angalau sema alhamdulillah, uonyeshe umeshukuru, ndivyo sivyo? Lakini kama utayasema yote haya maneno yako hivi, aliyemaliza kula akasema alhamdulillahi alladhi at'amani, namshukuru Allah aliyenilisha hadha at'ama, chakula hiki, warazaqanihi, akaniruzuku mimi hicho, min ghairi hawli minni, bila ya ujanja wangu, wala kuwa wala nguvu zangu. Huyu mtu akisema hivyo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Hebu niambie, kama ibada unaifanya namna hiyo na unasamehewa madhambi, msosi unaopiga mwenyewe, alafu umesema maneno, umesamehewa na dhambi kwa kula. Kula ni ibada hapo, sio ibada? Utapumzika. Sasa hatusemi maneno ambayo yatatusaidia. Hatukusema bismillah wakati wa kula, tumeshirikiana na shetani wakati wa kula, tumejaa tumbo tele, kumbe amekufanyia fujo shetani. Kwanza msosi wako ameshiriki, alafu akakupuliza kidogo, bwana gesi bwana haitoki bwana, umepewa vidonge vya gesi. Vimeniongezea gesi. Nini sasa, tukupe dawa gani ya kuendesha? Umeinywa nayo imekaa humo. Ndio sasa namtafuta nani sijui nini, akanipe maji ya upako. Wewe, maji ya upako tena? Si ndio wanavyoambiwa watu siku hizi, si ndio? Yaani watu wamesahau hata dini yao, wanakwenda kwa maji ya upako. Gesi bwana haitoki bwana, umekula dawa zote haitoki. Umeacha taratibu zako, umemnywisha ng'ombe diesel, atakufa tu. Naeleweka nikisema maneno haya? Jamani, tutakwenda kwenye maji ya upako tusipofuata taratibu zetu. Kweni na taratibu bwana. Tumepewa taratibu zetu. Tutakula na mashetani. Hao watu wa maji ya upako, akikuona wewe anakwambia shetani atoke.
shetani atoke. Hata ukiwa umeugua maradhi yoyote anakuambia shetani atoke, kwa sababu wao kwao kuugua sio mtihani wa Mungu. Wao kuugua kwao ni shetani ndiye analeta magonjwa. Walimsingizia hata Nabii Ayubu kwamba Allah si alimpa mtihani bali shetani ndiye alileta. Wao watakufa wanasema shetani ndiye anayetoa roho. Kama sio shetani tusingekufa, sasa tungebakia kule kule peponi. Maneno gani haya? Sasa mtu aliye na itikadi ya namna hiyo ndo anakwenda kutibu kweli? Wewe soma dua hizi. Hisnul Muslim, kitabu kidogo sana, muwe nacho, vyote vimo hivi, na kwa Kiswahili kimefasiriwa, kinajulikana hicho kitabu. Msikikose, ambaye akijua amuulize mwenzie, mkinunue, kinasaidia sana. Na mtu akivaa nguo yake, amepata nguo akavaa, ameivaa akasema alhamdulillahi alladhi kasani hadha thawba, namshukuru Allah aliyenivisha nguo hii, warazakanihi, akaniruzuku mimi, min ghairi hauli minni, bila ya ujanja wangu mimi, wala quwwa, wala nguvu zangu. Kuna watu wangapi jamani wana nguvu na wamekosa nguo? Ndivyo sivyo? Allah amekupa wewe. Basi na mwenye kusema maneno hayo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, amesamehewa madhambi yake yaliyotangulia. Ya salam, raha ilioje! Huku unaabudu, huku unaona kuna motisha. Tusisahau mambo haya. Sasa ndugu zangu, tukimfuata Mtume, tumesema ndio chanzo cha somo letu hili. Ukitaka upumzike na kero hili la dunia, amua kumfuata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambaye ametumwa, ni mwalimu. Hatubandiki mizigo mizito, wala hataki tuteleze. Wengi wetu ndugu zangu huwa wanaabudu matamanio yao, lakini wakisingizia wanamwabudu Allah. Vipi yani? Wengi wetu anaabudu matamanio ya nafsi yake, lakini yeye kwenye akili yake anaona kwamba anamwabudu Allah. Na Allah amelizungumza hilo kwenye Qur'ani kwa uzuri sana. Yaani kuna baadhi ya watu huwa ikiwa riziki yake imekaa vizuri, atakwambia mimi naswali swala 5 bwana, sina matatizo na mtu kabisa, mimi tiko vizuri kabisa bwana, kweli namwabudu Allah, sina shida mimi na familia yangu. Likimgusa tatizo tu pale nyumbani, sasa swala zenyewe zishaanza kupungua. Nini? Bwana dunia imenishika kweli bwana, imenikaba kama nini, maisha magumu. Kwa hiyo maisha yakiwa magumu, swala basi tuko vizuri. Yaani maisha yakimzonga kidogo, taratibu zile za ibada zinaondoka, zile zinazojulikana za kila siku, swala mengine kwake zinaanza kupotea. Kama kuna ibada moja ya kusema kweli, inaanza kupotea, hasemi tena kweli. Amekopa, anayempigia simu, bwana uko wapi bwana? Niko Arusha. Kumbe anamuona bwana hapa Bagamoyo, anamuona yeye anasema niko Arusha, anamwacha aendelee naye na mazungumzo. Sasa utarudi lini bwana? Lile deni langu lile nikirudi nitakupa, wala usiwe na wasiwasi. Anaongea naye, jamaa anamwangalia yule, yeye anasema yuko Arusha. Niko Arusha bwana, nitarudi baada ya siku 2 bwana. Kwa akili yake pengine baada ya siku 2 ndio atakuwa amepata ile hela. Jamaa alipomaliza kukata simu tu, akamvizia akamfuata taratibu mpaka akamgusa bega. Shikaji, ndio Arusha hii? Si umeniambia uko Arusha? Yake hutaniwi bwana, nilikuwa nakutania tu. Anasema uongo wa pili, ule ulikuwa uongo na huu uongo. Kwa hiyo akishaguswa tu maisha, ibada imeanza kuondoka. Msikilize Allah anavyosema kuhusu watu hawa. Anasema hivi kwenye surati al-Hajj aya ya 11, wa minan nasi man ya'budu Allah ala harfin, wako miongoni mwa watu wanamwabudu Allah kwenye ukingo, kama vile juu ya mlima hapa ukingoni hapa. Kwa mfano hapa pa ni mlima huu, alafu huku ni bonde. Yeye anamwabudu Allah hapa ukingoni hapa. Anapomwabudu Allah kwenye ukingo, fa in asabahu khairun itma'anna bihi, pindi khairi Allah anapokuwa amempa akazipata,
kwa kuwa ametulia na kheri, basi atakuwa na utulivu hapa, hawezi kuanguka kwa sababu kheri anazo, yupo ukingoni. Anamwabudu Allah vizuri bwana, anamwabudu hapa ukingoni. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, ukimkuta mtihani tu hapa, kwa sababu alikuwa anamwabudu Allah ukingoni, mtihani ukimkuta tu, inqalaba ala wajhi, ataanguka, anaanguka kiusouso bondeni. Khasira dunia wal akhirah, ameikosa dunia na akhera. Amepata mtihani tu, ule mtihani ukamporomosha, ibada zake zote zikaisha, akaangukia kwenye bonde, akafilia mbali huko. Ameikosa dunia, hajaikosa na akhera yenyewe pia ameikosa, kwa sababu ya mtihani, hakufaulu. Kwa hiyo wako miongoni mwetu wanamwabudu Allah kwenye ukingo, bondeni, ukingoni, kwenye mlima ukingoni. Kheri ikiwepo nyingi tu, basi utamwona ni mutaabid vizuri. Mimi sina shida bwana, sina wasiwasi, swala ziko vizuri kweli, anaongea mambo mengine. Allah anapomjaribu tu, vitu vyote vilivyokuwa sahihi ameshaviacha, ameanguka kiusouso, anaikosa dunia na akhera. Hapa ndipo somo letu linapokaa vizuri. Hapa mazingira tulionayo leo, wako wengi tunamwabudu Allah hivi. Allah hataki kuabudiwa hivi. Allah anataka umwabudu kwenye ardhi yake iliyokaa vizuri. Usimwabudu hapa ukingoni. Hapa ukingoni hapa utatulia pindi ikiwa kheri zipo tu. Zikikosekana kheri, akili itavurugika, utaanguka shimoni. Maana yangu ni nini maneno haya? Maana yangu ni kwamba siku zote tutakapokuwa tuna neema, huwa tunajisahau mpaka tunaona kama vile tunamtumikia Allah vizuri. Lakini si nimewaambia kama lazima mitihani iwepo kwa ndugu, kwa mke, kwa mume, kwa watoto, kwa baba, kwa mama, si ndio mitihani? Sasa tukimwabudu Allah tutambue kwamba mitihani ipo. Ukisahau kama kuna mitihani, wewe utajua kwamba mimi mmeshafanyiwa kila kitu, kimekaa vizuri, utasema mambo yangu super. Yamekaa super, unajiona unamwabudu Allah. Anakuletea mtihani akwambie ni super kweli, unamwabudu Allah kweli? Akikuletea mtihani tu pap, kumbe ulikuwa shirki zimejificha, zinangojea mtihani. Na leo watu wengi wanateleza hapo. Miaka michache tu nyuma kulikuja mtu mmoja ana kikombe cha babu, ndivyo sivyo? Watu wengi waliharibikiwa pale, wakamkimbilia babu na kikombe kabisa, imani zote zimekwisha, na wengine wakafa, wamekwenda kwenye ushirikina bure, wamekufa, na maradhi waliokuwa nayo pia hawakupona. Ilikuwa ubakie na Allah yule, wafuate taratibu sahihi. Sasa hivi kuna wengine madajali hivyo wamejaa. Watu wanaanza kuacha dini yao bila ya kujijua, wanaofuata. Kwa hiyo unamwabudu Allah kwenye ukingo, unasema mimi namtumikia Allah vizuri, kumbe uko ukingoni. Unamtumikia pindi ukiwa mzima tu, ukiugua manake basi Allah hayupo tena, unakwenda kufanyiwa chochote. Hapana, msiwe hivyo. Hebu tuelewe maana ya mitihani, ndugu zangu. Mitihani lazima iwepo, ni lazima iwepo. Pindi ikija, usimsahau muumba kwa mtihani aliyokupa. Allah mwenyewe anataka kukupa uimara. Uko sawasawa? Haya unayoyasema ya kwamba unaniabudu mimi peke yangu, ni kweli? Au vishiriki vimejificha, vinangojea mtihani tu? Sikiliza maneno yalivyo vizuri huko mbele. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anatueleza kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, anasema hivi. Mtume amesema, inna idhama aljazai ma'a idhami albalai, hakika malipo makubwa kwa muumini yanalipwa panapokuwa na mitihani mikubwa. Maana yake ni kwamba muumini atapewa mitihani, apewe, na kila mmoja anapewa mitihani kwa kiasi cha imani yake. Kwa hiyo mitihani ikiwa mikubwa, amepewa Mwenyezi Mungu, amempa mitihani ili amlipe malipo makubwa. Sio aje mtu akwambie, bwana sasa utakaa unaugua hivi bwana, nenda kafanyiwe nini, maombi bwana, kafanyiwe maombi. Maombi si ndio hayo ulionao, uliofundishwa na Mtume? Fanya. Sasa ukafanyiwe maombi gani? Ukaambiwa kwamba wewe una majini manini ndio tukupe upako?
inna idhama aljazai ma'a idhami albala, hakika malipo makubwa yanapatikana panapokuwa na mitihani mikubwa. Inaendelea, wa inna Allaha ta'ala idha ahabba qauman, na kwa hakika Allah mtukufu anapowapenda watu, ibtalahum, anawajaribu. Wale anawapenda wale ndio anawajaribu. Jamani, katika mitume wale wanaoitwa ulul azmi, wale watano bora, wale walikuwa na mitihani, hawakuwa na mitihani tena mikubwa sana, mikubwa sana. Sasa mitume wakubwa wamepewa mitihani, manake Allah anatuonyesha kwamba wapenzi wake ndio wanaowapa mitihani. Kila mpenzi ana mtihani. Nabii Yusuf hakupewa mtihani wa kufungwa gerezani? Pewa mtihani, amefungwa gerezani. Kina mama wamemtia mitihani mjini huko, kashikashi, akajizuia mpaka akaona wasijua kanishinda hawa. Ya Rabbi, kama wananitajia jela, nipeleke jela bora kuliko hizo fujo zao. Allah akampeleka jela kweli. Sasa mtu anaweza kupata mitihani ikamuingiza jela, anaambiwa macho ya mtu tu, jicho la mtu, sijui nani, mkono wa mtu, sasa pige upako. Kwa hiyo Yusufu naye ilikuwa mkono wa mtu. Mitihani ipo. Anasema Mtume, wa inna Allaha idha ahabba qauman ibtalahum, Allah anapowapenda waja huwajaribu, huwapima. Faman radhiya falahu ridha, atakayeridhika wakati akipimwa sasa akajua kwamba ni mtihani wa Allah, namuomba Allah anifanyie wepesi mtihani huu. Hayo ndio maombi. Huu ni mtihani, ya Rabbi nifanyie wepesi huu mtihani. Amka usiku, zungumza na Allah, ya Rabbi usinipe mitihani mizito. Si ndio yeye Allah ndiye alituambia tuseme maneno haya, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi, ya Rabbi usitubebeshe mizigo mizito tusiyoiweza. Yani utatupa mizigo lakini usitupe ile tusiyoiweza tukafeli. Lakini usije ukafikiri kwamba wewe usipewe mitihani wakati unapendwa na Allah. Faman radhiya, yule atakayeridhika atakapopewa mtihani, falahu ridha, atapata radhi za Allah kwa kuridhika kwake kwamba mtihani umetoka kwa Allah. Wa man sakhita, na mwenye kukasirishwa na mtihani, kwa nini mimi tu, kwa nini mimi tu, yani mimi tu, Mungu hakuona mtu mwingine, mimi tu, falahu sukht, atapata hasira za Allah kwamba amekupa mtihani na umeshindwa kuubeba mtihani aliyokupa. Umemkasirikia Allah kwa kukupa mtihani. Allah atulinde na shari hiyo. Ndugu zangu, tukumbuke kwamba mitihani inapokuja na misiba yake yote ya kutusumbua akili, kafaratul lidhunub, ni vifutio vya madhambi pia hivi. Mungu analeta, anafuta makosa, anaifuta, anatufutia makosa, mapungufu yetu anatufutia. Kwa hiyo inapokuja mitihani, wewe muombe Allah tu asikupe mizito, aipunguze, isiwe mizito. Lakini kuwepo kwa mitihani, usiseme kwamba haitokuja, utakuwa hupendwi na Allah. Waja asiowapenda Allah ndio anawaacha tu, wanakwenda tu mpaka wanajiona kila kitu kama wanafanya wenyewe. Akimchukua anamchukua moja kwa moja, anaondoka, kesi imekwisha. Kama Firaun, kila siku anamkataa Mungu, Allah anamwacha tu, anakula. Siku aliyomchukua akamchukua moja kwa moja, anasema nimeamini leo kwamba huyu Mungu wa Musa na Haruna nimemwamini. Akaambiwa maneno hao, unasema sasa hivi afaya maneno saizi, wewe nenda tu. Tumesema mitihani ni kifutio cha madhambi. Sikiliza hadithi. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katika hadithi iliyopokewa na Imam Bukhari, anasema Ibn Abbas, anna an-nabiyya dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu, mtume aliingia kwa Mwarabu mmoja, bedui mmoja, akiwa ameingia nyumbani kwake kumwangalia ni mgonjwa, amekwenda kumsalimia wakati ni mgonjwa. Ibn Abbas akasema, wa kana idha dakhala ala man ya'uduhu, na alikuwa mtume akiingia kwa mtu anayekwenda kumwangalia akiwa ni mgonjwa, anasema mtume, la ba'sa tahurun insha Allah, la ba'sa tahurun
insha Allah. Hii ni maneno mazuri. Faali hii tunatakiwa tuyazungumze ukiingia kwa mgonjwa. La ba'sa tahurun insha Allah. Maana yake ni kwamba usijisikie vibaya kuugua, usione ni matatizo, lione kwamba ni kifutio cha madhambi. Insha Allah, Allah atakufutia madhambi. Ndio maana yake, sawa sawa. Yani ni dua, ni pamoja na maneno mazuri ya kumfariji. Insha Allah kiwe ni kifutio cha madhambi hiki. La ba'sa tahurun insha Allah. Mtume alikuwa akisema maneno haya. Sasa kama Mtume amesema hiki ni kifutio cha madhambi, kwa hiyo matatizo yanafuta madhambi, yafuti? Ni kifutio. Usije ukasema mimi tu. Kwa nini mimi? Allah amekupenda. Lakini usije ukasema pia kwamba ya Rabbi niongezee. Huwezi Mungu akikuongezea. Hilo liliwahi kutokea kwa sahaba mmoja. Sahaba mmoja alikuwa anaumwa, akamwambia Allah, ya Rabbi nakuomba yale yote ambayo ungenisumbua nayo akhera, naomba unipe kabisa. Basi ule ugonjwa ukawa umemchukua, umemtafuna kweli. Mtume akaja akamuona, akamtizama, akamwambia nini? Umesema nini wewe? Akamwambia nilimwambia Allah kwamba yale ambayo atanisumbua nayo akhera yote anisumbue hapa hapa. Akamwambia la tutiku, huwezi hiyo wewe, muombe Allah afya. Yani muachie Allah mwenyewe, akikujaribu akujaribu kidogo kidogo, lakini salillah alafia, muombe Allah afya. Kwa hiyo usije ukasema pia kwamba ya Rabbi kama hii ni kifutio basi nipe sana. Usiseme hivyo. Muombe Allah, rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Kila wakati muombe Allah. Ammi yake Mtume Al-Abbas radhiyallahu anhu alimwambia Mtume sallallahu alaihi wa sallam, ya Rasulullah, nifundishe nini cha kusema ni muombe Allah kwa hicho? Nifundishe maneno gani niyaseme niwe na muomba Allah hayo? Mtume akamwambia salillah alafia, muombe Allah afya. Yule akaona nzuri, lakini hakutazamia kama angepewa kitu kidogo namna hiyo kwa hisia zake. Akakaa masiku yakapita, akaona pengine Mtume lile atakuwa ameshasahau. Akamwambia tena, ya Rasulullah, nifundishe ni muombe Allah kwa maneno gani yaliyotoka kwako? Basi Mtume akamwambia, ya ammi Rasulillah, salillah alafia. We ammi wa Mtume, nimekwambia muombe Allah afya kama alivyomwambia siku ile, akamtilia msisitizo. Kwa hiyo kumuomba Allah afya ni muhimu. Usije ukasema mambo haya mbona yanagongana, wakati Allah mwenyewe amenipenda mja wake ananipa mtihani, mimi namuomba afya. We muombe afya ili asikubebeshe yale ambayo huwezi kuyabeba. Hivi ndivyo tunavyotakiwa tumuige Mtume, tupumzike. Sawa sawa. Nyingine, Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatueleza katika hadithi aliyosimulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, imepokewa na Imam Bukhari. Anatuambia hakuna Muislamu yoyote anayepatwa na adha, kero, hata la kuchomwa na mwiba au zaidi ya hivyo au hata chini ya hivyo, akipata kero hilo, illa kaffara Allahu biha sayiati, ila Allah atamfutia makosa yake kwa kero hilo alilolipata. Hata la kuchomwa na mwiba anamfutia makosa, tena kama atahutu shajaratu waraqaha, kama vile mti au miti inavyoangusha majani yake. Mti una majani makavu, si unaona unafutiwa makosa kwa kuchomwa na mwiba, kama vile mafuta majani yanavyopukutika. Mwiba tu au chini ya mwiba au zaidi ya mwiba, umepata kero, ujue Allah amekupenda na kufutia madhambi. Sasa kama Allah amekupenda, unakwenda kwa nani? Kwa upako wa nini? We tafuta dawa. Hatukukatazwa kutafuta dawa, tusije tukasema labda ukipata matatizo acha ili sio hivyo. Tadau ibadallah, tafuteni dawa. Fa inna Allah lam yadha daan illa wada lahu dawa, ikiwa imethibiti kama nilivyotamka.
Tafuteni dawa enyi waja wa Allah, kwani Allah hakuweka ugonjwa ila ameweka na dawa. Tumefundishwa. Kwa hiyo usije ukasema mimi sitafuti dawa, lakini dawa hizo unazitafutia wapi? Ndio unatafuta popote? Hata kwa mchawi? Hapana. Sio hivyo. Tafuta kwa taratibu zile zile ulizofundishwa. Tuko vizuri? Naam. Kwa hiyo muumini hata akichomwa na mwiba, Allah humfutia makosa kama vile miti inavyoangusha majani. Ndugu zangu, kingine tunachotakiwa tuwe nacho katika haya matatizo, as-sabru. Subra ni kitu muhimu sana. Lengo la kupewa ile mitihani ipatikane kuonekana subra yako ya kubeba. Utamkabili vipi Allah kubeba mtihani huo? Subra. Na subra, neno likitajwa, neno lenyewe chungu. Subiri bwana, chungu sana hilo neno subiri. Vumilia bwana, chungu mno hilo neno vumilia. Lakini matokeo ya kuvumilia matamu sana, yanashinda asali. Ukiambiwa vumilia, kila siku vumilia tu bwana, chungu mno hilo vumilia hilo. Lakini matokeo ya subra yanapokuja yanakuwa matamu sana. Hata vijana wakitaka kuoa wakiambiwa basi kuwa na uvumilivu, mbona una haraka sana hivyo? Bwana unajua bwana, hayajakaa sawa vizuri mambo yako, hebu tuyaweke vizuri, tushirikiane. Mimi nimeshamuona yule tayari, nimeshampenda. Yule siye. Mzazi anakuambia hebu vumilia kidogo. Ile vumilia anaiona chungu sana vumilia. Lakini matokeo ya kumsikiliza yule mzazi wako ukavumilia, matokeo yake ni matamu mno. Kwa hiyo subra ni kitu kinatakiwa. Na hii subra ingekuwa ni mtu huyu, basi mtu huyu angekuwa mpole sana na mkarimu. Naeleweka nikisema hivi? Kama subra hii tunayozungumza hii angekuwa ni mtu huyu angekuwa mzuri sana, mpole, mkarimu sana. Lakini subra sio huyo mtu. Ni wewe unatakiwa uwe nayo hiyo. Uwe nayo ikubane kidogo, lakini ina matokeo mazuri sana. Sasa katika suala la subra, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi, qul ya ibadi alladhina amanu, sema mtume uambie waja wangu walioamini, waambie hivi, ittaqu rabbakum, mcheni bwana wenu. Yani kumcha bwana wenu, fuateni yale maamrisho ipasavyo, muache makatazo ipasavyo. Nendeni kwa taratibu hizo hizo. Lilladhina ahsanu, kwa wale ambao watafanya wema, wafuate taratibu alizozitaka Allah, fi hadhihi dunya, katika dunia hii, hasana, watalipwa mema. Kwa kumfuata Allah vile anavyotaka vile, utapata mema katika dunia. Manake na akhera ndio hivyo. Nataka haya maneno ya mwisho, wa ardhullahi wasi'a. Wenzetu waliambiwa hivi, wa ardhullahi wasi'a, na ardhi ya Allah ni pana. Kama mmesumbuliwa na watu hapa, hameni mwende kwingine ili mumtumikie Allah vizuri, mpate yale mazuri. Wenzetu waliambiwa hameni mpate kwenda kuishi kwa vizuri, sio wamtumikie Allah. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabi, kwa hakika watalipwa wenye kusubiri wakavumilia katika kufuata zile taratibu za Allah, watalipwa malipo bila ya hesabu. Na pataka kipengele hiki na hiki kilichokisema nyuma. Wenzetu waliambiwa hameni ili wamtumikie Allah vizuri, wasikae pale ambapo wataharibu ibada zao. Sisi tuko kwenye ibada zetu vizuri, tunahama kuwafuata watakao tuharibia ibada zetu. Uko na ndugu zako vizuri, wanaoweza kukupa mwongozo umtumikie Allah vizuri, unawaacha ndugu zako, unakwenda kwa watu, bwana nenda bwana ukafanyie maombi bwana. Subra imekwisha. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, watalipwa wenye kuvumilia katika misukosuko malipo yao bila hesabu. Naeleweka ninachokizungumza? Ndio matatizo tulionayo katika jamii sasa hivi. Kuna wimbi hilo. Mtu anakwenda anapigishwa kwaya asizozijua, anaambiwa ndio tiba yako, na wanazipiga majumbani. Wamesahau dini yote kwa sababu tu ameugua, na ameambiwa ugonjwa ule hakupewa na Mungu, amepewa na mikono ya watu tu na majini.
Kwa hiyo shida aliyoipata imempelefanya aende moja kwa moja akachukue chochote. Jamani, tumesahau kwamba Allah ili aabudiwe mitihani ipo. Iko hiyo hakuna? Iko. Sikiliza mengine basi. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anatuambia katika hadithi aliyopokea at-Tirmidhi, hadithi sahihi, anasema Mtume sallallahu alaihi wa sallam amesema, idha arada Allahu bi'abdihi al-khair au khairan, pindi Allah akimtakia mja wake khairi, ajjala lahu al-uqubata fi dunya, humfanyia haraka kumsumbua katika vile vitu alivyovikosea. Anamsumbua kidogo hapa hapa duniani kwenye makosa yake. Akimtakia khairi tu, makosa fulani, basi anamsumbua kidogo, anampa adhabu kidogo, tap, hapa hapa duniani. Ile ukuba sio ukuba kama ya akhera. Ukuba ya akhera hatuiwezi hapa, hatuiwezi. Sio adhabu, kitu cha kumzindua tu, tap, anamsumbua kidogo ili amfutie vitu fulani. Sasa huyo amempenda. Maana yake ni kwamba mara nyingine pia tunapojiona tumepigwa kidogo, useme kuna kitu hapa nimemkosea Allah, ya Rabbi nisamehe. Amka usiku muombe Allah msamaha ili akuweke sawa, na wakati huo atakuwa tayari ameshakufutia kile kitu kwa ile start aliyokupiga ile tap, anamgusa kidogo hapa hapa duniani amfutie. Sikiliza ya pili, wa idha arada Allahu bi'abdihi sharra, na pindi Allah akimtakia sasa mja wake shari impate. Unaweza kusema Allah anamtakia mtu shari, kwa sababu yeye ametaka shari iendelee kwake. Kama ameitaka, si Allah anaomba sawa, nakupeleka huko huko. Wakati gani Allah anamtakia mtu shari? Mafundisho ya mtume haya hapa. Njia ya waumini hii inapita kumfuata mtume. Yeye yote ameiacha, anakwenda kwingine. Nuwallihi ma tawalla wa man yushaqiqi rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, mwenye kumpinga mtume tu wazi wazi baada ya mwongozo uko wazi kabisa, wayattabi ghaira sabili almu'minin, akafuata njia isiyokuwa ya waumini, haitaki kabisa, nuwallihi ma tawalla, tunamwachia elekee kule kule alikoamua kuelekea. Hapo Allah anamwambia sasa, mimi hii shari ulioitaka nimeitaka, sasa iende kwako, kwa sababu nilikuwekea njia ya khairi hii hapa, uitaki. Tuko vizuri? Kwani mzazi anapenda mtoto wake ajikate na kisu, lakini akiwa mtundu anasema mtoto akitaka kisu mpe, sio akikitaka tumpe, wakati kila kichukua, wewe acha kisu, wewe acha kisu, mpaka kuna wakati hebu mwachie kidogo, umepata tamu yako anatulia sasa, atasikia vizuri. Sasa Allah akimtakia mtu shari sasa kipindi hicho, baada ya kuwa yeye mwenyewe ameitafuta, amsaka anhu bidhambihi, anazuia yale makosa yake, hampigi start, hamwadhibu nayo, hata yuwafi bihi yauma alqiyama, mpaka aje amlipe nayo siku ya kiyama. Yani huyo ametakiwa shari, amefanya vijimakosa, kila akielezwa hataki, akiambiwa hataki, bwana sio hivi bwana, hataki. Sasa mpaka ikifikia Allah amemwacha aelekea alikoamua, hamwadhibu chochote, hampigi start tena, huyo anamwacha tu ili aje amlipe nayo yale siku ya kiyama. Maana ya hadithi hii kuileta kwenu ni nini? Ile mitihani tunapoiona baadhi ya nyakati imekuja, baadhi ya nyakati huwa pia Allah ni kukupenda, kukustua kidogo cha, ili akufutie makosa fulani, na ukumbuke kwamba ulimkosea Allah, utakaa vizuri na Allah. Sawa sawa? Moja kwa moja kwenye kile kistatu kilichopigwa kile ni Allah kukupenda. Asingekupenda angekuacha nalo, aje kuhukumu nalo siku ya kiyama. Sasa kukuzindua na ukarudi, hapo wewe umependwa. Unaweza pengine kwa muda mfupi tu uliobakia, baada ya kurudi ukasema nimemkosea Mungu siku zote hizi, ya Rabbi sikosei tena, ya Rabbi sifanyi tena makosa. Kumbe zimebakia siku chache tu za kufa. Ya Rabbi sikosei tena, toba 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 toba. Unakufa unasikia ashhadu an la ilaha illa Allah, watu wanasema amekufa, ametamka shahada yule bwana, na fujo zote alizokuwa nazo zile. Alirudi, alipozinduliwa kidogo alirudi, alikubali,
alipokubali fa ahabba Allahu lahu alkhair. Sawa sawa ewa. Kwa hiyo usije ukafikiri kila ukipewa mtihani wewe Mungu amekuchukia, kwa nini amekupa wewe tu? Hapana. Jamani, wimbi hili la kupotoshwa hili tuliache, turudi kwa Allah. Allah ametupa mafunzo ya kufuata, tupumzike kwa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuacha kitu Mtume katika maisha yetu, vyote vipo, tuvifuate tu ili tupumzike. Kwenye hadithi nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ma yazalu albala'u bilmu'mini walmu'mina, hautoacha mtihani kuwepo kwa muumini mwanamume na mwanamke, fi nafsihi, kwenye nafsi yake, wa waladihi, na kwa watoto wake, wa malihi, na kwenye mali yake. Muda ambao ni muumini mitihani ipo, ndio Allah anataka aende vizuri kule, lazima iwepo. Hata yalqa Allah ta'ala, mitihani itamchukua hivyo mpaka akutane na Allah. Wa ma alaihi khati'a, akifika kwa Allah hana kosa tena. Ameshamgusa huku, amemgusa kwenye nafsi yake kidogo, akamgusa kwenye mali yake kidogo, akamgusa kwenye watoto wake kidogo, amemgusa kila pahali, akakubali, ya Rabbi nifanyie wepesi, na kuomba unifanyie wepesi. Mote akaguswa, hata yalqa Allah wa ma alayhi khati'a, mpaka anakutana na Allah hana makosa tena. Kwa hiyo tunaiogopa mitihani mpaka tufanyiwe upako? Hapana, tusiwe hivyo kabisa. Na nyingine hadithi ikasema, wama u'tiya ahadun ata'an khairan, na hajapewapo mtu kipawa kizuri, zawadi nzuri, wa ausa, na zawadi ambayo ni kubwa sana, pana sana, mina sabri, kuliko zawadi ya kuweza kusubiri wakati akipewa mtihani. Kupewa mtihani alafu ukaweza kuubeba ukasubiri, pamoja na kwamba unamuomba Allah akufanyie pesa, lakini umekubali kwamba ni Allah amekupa. Hii ni zawadi kubwa sana kuliko ile ya kulalamika kusema mimi tu. Tuwe na subra. Mwenyezi Mungu atupe subra. Allah atupe subra. Tikieni amin. Allah atupe subra. Hadithi ya mwisho imesimuliwa na Suhaib bin Sinan, rawahu Muslim. Mtume sallallahu alaihi wa sallam anasema, ajaban li amri almu'min, jambo la muumini ni la ajabu sana, la kufurahisha mno, la kushangaza sana. Muumini inna amrahu kullahu khair, hakika jambo lake muumini pande zote ni khairi. Kila upande, kullahu, kokote lilipo jambo lake ni khairi. In asabathu sarra'u shakar fakana khairan lahu, yakimkuta yeye yale ambayo ni mazuri, mepesi, ya kufurahisha, ya mteremko katika maisha, shakara, anamshukuru Allah, alhamdulillah, uliyenipa ni wewe, bila nguvu zangu wala ujanja. Anashukuru, hasemi ni ujanja wangu. Fakana khairan lahu, kule kumshukuru Allah kwa zile neema alizompa inakuwa kwake ni khairi. Wa in asabathu dharra'u, na pindi yakimkuta yale ambayo ni matatizo, ni dhara, ni shida, ufukara, magonjwa, sabara, anasubiri. Na kusubiri kwake yani amemkubali Allah, ya Rabbi umenipa wewe, wala sitosema chochote, najua ni kadari yako, lakini nakuomba ya Rabbi unifanyie pesi, usinibebeshe uzito nisiouweza. Huyu amekubali kusema hivyo. Sasa akasubiri, fakana khairan lahu, kusubiri kwake kunakuwa ni khairi kwake. Kwa hiyo jambo la muumini pande zote ni khairi, kwa kuwa yeye ni muumini. Mazuri, alhamdulillah, ya Rabbi sina ujanja mimi vitu hivi. Allah, la in shakartum la azidannakum, mkishukuru nitakuzidishieni, ndivyo Allah alivyosema, imeandikwa hivyo. Wala in kafartum inna adhabi la shadid, mkikufuru neema zake Allah anasema adhabu yangu ni kali. Katika wale Bani Israel, mmoja alikuwa ni kipofu, alipewa mtihani wa kuponeshwa macho. Halafu akaambiwa unapenda vitu gani? Malaika akamuuliza, akamwambia napenda mbuzi. Akapewa mbuzi, wakazaliana wengi sana. Kwa kipindi kirefu yule malaika hakuonekana. Huko
mbuzi wamekuwa wengi. Malaika akaja kwa sura ile ile ya binadamu aliyokuja siku zile na mavazi yale yale, akamjia akamtembelea, akamwambia, mimi ni maskini alafu ni msafiri aliyeharibikiwa na safari, na kuomba unipatie mbuzi mmoja tu niweze kufanyia masurufu ya safari yangu, mmoja tu. Yule aliyepona macho yule alimwambia alikumbuka hii sura, akamwambia, mimi nilikuwa kipofu, Allah akanirudishia macho yangu, nikaweza kuwaona watu na neema zote hizi akanipa. Wewe unataka mbuzi mmoja? Chukua unaowataka, mimi sikuzuii chochote hapa, unachotaka chukua. Malaika akamwambia, Allah, umefaulu bwana. Allah amewapa mtihani marafiki zako wawili hapo, wamefeli, na amekupa mtihani wewe, umefaulu, baki na mali yako, kwa heri. Marafiki zake wawili waliofeli, mmoja alikuwa na matatizo ya kichwa, kina mapunye mpaka kimemtia kipara, na mwingine alikuwa ana matatizo ya nini, mbalanga zile nyeupe nyeupe zinazotoa maji. Nao walipitiwa na malaika yule yule katika kipindi hicho cha mwanzo. Wakawauliza, una shida gani? Una matatizo gani? Unapenda nini? Akamwambia, napenda hizi nywele ziote hizi, manake watu wananichukia sana, hawanipendi kwa hizi. Akampapasa zikaota. Ungependa nini upewe? Akasema, napenda ngamia mimi, au ng'ombe, napenda ngamia. Akapewa ngamia mwenye mimba. Malaika alipoondoka, ngamia wale walizaliana kweli, na yule bwana wa pili mwenye mbalanga na aliulizwa, unapenda nini? Akasema, mimi napenda niondokee na hii hali hii leo, watu wanasikia kigegezi, kinyaa. Akampapasa akapona. Unapenda nini? Na akasema hivyo, napenda ng'ombe. Akapewa ng'ombe. Wakazaliana, akajaza bonde zima kule ng'ombe na yule mangamia kibao. Malaika yule aliporudi mara nyingine, akarudi kwa sura ile ile ya kibinadamu ya mwanzo, amevaa mavazi yale yale. Akamwambia, maskini, nimepotea, kila kitu kimeharibika, inqata bi alhibal. Kwa lugha ya kisasa hiyo, inqataat bi alhibal, yani mambo yangu yamebuma, siwezi kusafiri, au kamba zimekatika, au stembei bila ya choki. Vijana wanasema hivi, siwezi kwenda bila ya choki. Yani kila kitu kimebounce, hamna kitu, nashindwa kusafiri. Nipe ng'ombe mmoja tu nifanyie masurufu ya safari. Jamaa akamwambia, mbona tunatoa sana, kheri ziko nyingi, tushatoa nyingi kwa leo bwana, sina cha kukupa. Unajua kheri za Allah ziko nyingi. Kuna haki nyingi Mungu ametuagiza kuzitoa, tushafanya hizo nyingine. Yule malaika akamwambia, mbona kama mimi nakufahamu wewe uko na kipara wewe? Halafu ulikuwa maskini sana, una kipara, maskini, sio wewe? Akasema, sio mimi, umefananisha tu. Wewe umefananisha tu. Hii mali mimi nimerithi kwa babu zangu, walikuwa matajiri. Matajiri. Malaika akamwambia, in kunta kadhiban fasayyaraka Allah ila ma kunta fi. Kama muongo, Allah akurudishe kwenye yale yale uliokuwa nayo. Akaondoka malaika. Kaondoka, basi jamaa akarudi ovyo ovyo. Na yule mwingine ni vile vile, naye alimwambia hivi, bwana, mbona haki za Allah nyingi za kutoa bwana, niachie bwana, leo utakuja siku nyingine. Naye akamwambia, mshikaji wewe, ulikuwa una mbalanga unatisha sana, au sio wewe? Mimi mbona ngozi yangu nzuri tangu zamani. Kama muongo wewe, halafu ulikuwa una kitu wewe, nimerithi kwa wazee. Akamwambia, naye kama muongo urudie kama ulivyokuwa. Kwa hiyo hawa jamaa wawili hawa, neema walipewa, wakazifanyia kibri na jeuri, wakajiona ni haki yao kupewa. Mungu akaziondoa. Yule mmoja kipofu alimwambia, chukua unachotaka, Mungu akamwongezea. Malaika akamwambia, wenzako wawili wamefeli mtihani, wewe Mungu akuzidishie neema. Hizi neema tulizonazo hizi, tunapopewa mitihani, ni mitihani tu ndugu zangu, tuibebe vizuri, tumkumbuke Allah. Lakini wakati tukimkumbuka, tumwambie Allah, ya Rabbi, usitubebeshe mizigo tusiyoiweza. Sasa na tumuombe msamaha kwenye mapungufu yetu, na Mungu anafuta yale mapungufu. Mizigo yote tulionayo Allah anafuta. Allah anampokea mtu yoyote. Na kama kwa bahati mbaya tumeteleza, tukatafuta sijui mafuta ya upako, maji ya upako, tukasikiliza manini, pengine tumeteleza, tumekwenda kwa mganga gani, sijui kwa nani, huenda ikawa tumeteleza.
Sasa je, ndio tukate tamaa? Hapana. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, sema mtume uwaambie waja wangu hawa, waja wangu. Allah anasema, enyi waja wangu ambao wamepindukia kwenye madhambi, makosa makubwa, waambie la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa rehma za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, hakika Allah anasamehe madhambi yote yote akiombwa msamaha. Innahu huwa al-ghafurur rahim, kwa hakika Allah ni mwenye kusamehe na mwenye huruma. Tusikate tamaa kwa Allah, tumuombe msamaha makosa yetu, atatusamehe. Turudi tufute yale tuliyoyafanya, tukae vizuri, tukubali mitihani ni jambo lipo katika dunia. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.